tena siku ya hukumu mbele zako, tukiwa hatuna hofu, tukiwa hatuna woga, kwa sababu tumevikwa haki yako. Sisi ambao hatuko wenye haki, lakini Mungu umetuvika haki yako. Kwa ajili ya haki hiyo ambayo tumeipata, tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo tukiwa hatuna woga wala wasiwasi wa Asante Bwana kwa kazi ya msalaba. Asante Yesu Kristo kwa kazi ya ukombozi. Asante Mfalme kwa kazi ya msamaha wa dhambi zetu. Asante Mungu, jina lako libarikiwe Baba. Ndio maana tumekuwa hapa Bwana, hatuna wasiwasi. Tunakuabudu, tunakusifu kwa sababu tunajua kwamba iko kazi ambayo imetimilika kwa ajili yetu. Tumevikwa haki yako Bwana, na sasa tuko tayari kukutumikia Baba. Wakati huu taifa hili linakuwa hapa mbele zako Bwana, sema tena na watoto wako Bwana katika mchana wa leo. Fungua masikio ya kila mmoja ambaye amekuwa hapa Baba. Ondoa usingizi wa kiroho kwa jina la Yesu Kristo. Ondoa upofu wa kiroho kwa jina la Yesu Kristo. Acha watu wafunguliwe macho, watu wajue kweli, watu waamini kweli, watu waishi katika kweli, ili wapate kuwa huru. Katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen. 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 Na karibuni nyote katika nyumba ya Mungu. Tunasema Mungu awabariki sana. Uwepo kwenu hapa ni jambo la baraka. Bwana asifiwe sana. Nimesimama tena hapa mbele yenu katika mchana wa leo. Leo hatutaenda katika hatua nyingine ya pili ya mafundisho yetu juu ya hukumu, lakini tutabakia kwanza pale pale. Na kama tutabakia pale ni kwa sababu tuweze kutia msingi katika yale mafundisho ambayo tumeyafundisha siku ya Jumapili ambayo imeisha. Mnakumbuka ya kwamba siku ya Jumapili tumejifunza juu ya hukumu ya dhambi za Wakristo. Na tumeona vyema ya kwamba tuweze kuweka misingi pale. Na andiko letu la msingi ni lile la kitabu cha Isaya 53 kuanzia vesi ya 4 mpaka vesi ya 6 kuruka mpaka vesi ya 8. Hilo ndilo andiko letu la msingi ambalo tumesoma tena juma ambayo imeisha. Lakini sababu ya kudilia haya maandiko leo, tutaisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura yake ya 14 mstari wake wa 21. Hata walipokwisha kuhubiri injili katika mji ule na kupata wanafunzi wengi, wakarejea mpaka Listra na Ikonio na Antiokia. Vendo inasema wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya ziki nyingi. Na walipokwisha kuwachagulia wazee katika kila kanisa na kuomba pamoja na kufunga, wakawaweka katika mikono ya Bwana waliyemwamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari za mtumishi wa Mungu Paulo katika safari yake ya injili. Kumbuka ya kwamba injili ni habari njema ya wokovu. Ni uweza wa Mungu ambao unaleta wokovu kwa kila mtu ambaye anaamini Yesu Kristo. Kwa hivyo naposema Paulo alienda kihubiri injili, ni kusema alienda na hubiri habari njema ya wokovu, na kuna watu ambao waliamini zile habari, waliokoka. Bwana asifiwe sana. Kwa maana Biblia inasema ya kwamba wokovu unapatikana kwa imani ndani ya Yesu Kristo. Hivyo watu walipokea injili, waliamini Yesu, na kwa sababu waliamini Yesu waliokoka. Ni kusema ya kwamba walipona, walitoka katika mauti wakaingia katika uzima. Walikuwa wafu wakapata uzima wa milele. Hawa watu wamekuwa Wakristo kwa sababu wamepona, wameokoka. Na hivyo kwa sababu waliokoka, kwa sababu walipona, wamekuwa Wakristo, wamekuwa wanafunzi wa Yesu Kristo.
wamekuwa kanisa, yaani mwili wa mambre wa Yesu Kristo. Na Paulo alipokwisha kuhubiri injili sehemu mbalimbali katika Derbe na sehemu zingine, aliona ni vyema ya kwamba arudilie tena katika ile miji, warudie tena katika ile miji mbalimbali ambayo walipita wakahubiri injili na watu wakaamini, wakaja wa Kristo pale. Maana yake yale makanisa ya Kristo ambayo yalikuwa yameanzishwa. Na malengo ya Paulo kurudilia katika ile miji, Biblia inasema ya kwamba ilikuwa ni miji ya Listra, miji ya Ikonio na Antiokia. Malengo ya Paulo ilikuwa ni kufanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malengo ya hii safari ya Paulo kurudilia hii miji ilikuwa ni kwenda kufanya imara wale ambao walishaamini. Kwa sababu baada ya mtu kuamini Yesu Kristo, kuna challenge ambazo anaingia hemo. Shetani hawezi kufurahia. Lazima pakuwe maatake za shetani. Lazima shetani ainue watumishi wake na kusudi wajaribu kuharibu ile imani ya wale watu ambao waliamini Yesu Kristo. Hii ndio hali ambayo injili ilikutana nayo, ndio matatizo ambayo injili ya Kristo, injili ya neema ilikutana nayo tangu enzi za mitume, tangu wakati wa Yesu Kristo mpaka hivi leo tunasibiri hizo consequences. Kwa wale watu wote ambao waliamini Yesu Kristo, shetani naye alijaribu kuinua wajumbe wake kujaribu kwenda kuharibu ile imani ambayo walikuwa nayo. Na hivyo sasa ilibidi mtumishi wa Mungu Paulo awarudilie tena, aende kuwaona ili aweze kuwatia imara, wasimamishe, waambie mdumu katika hiyo imani, msiache, hiyo ni imani ya kweli. Mmeokoka, mmekuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo msihangaishwe tena na walimu wengine wa uongo. Kwa maana walimu wengi wa uongo hii wakati walikuwa wanapita wanarudilia kujaribu kuharibu. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15, utaona hata watu ambao walitoka Yerusalemu kwa mitume, Wakristo wengine, Wakristo wa Kiyahudi ambao wao waliamini Yesu Kristo, lakini walikuwa hawajaelewa vizuri ya kwamba ni neema ya Mungu kwa njia ya imani peke yake ndio inaokoa mwanadamu. Wao walifikiri ya kwamba pia kuongeza iko matendo ya sheria, ni kusema kutahiriwa na mambo mengine ndio tawafanya watu kuwa Wakristo. Kwa hivyo hawa watu walitoka Yerusalemu wakaenda katika miji mbalimbali kwenda wanaharibu tena imani za wale ambao waliamini Yesu Kristo, wanawaambia kwamba hamjaokoka mpaka mkubali kutahiriwa. Hivyo mitume wa Yesu Kristo walikuwa na kazi kubwa ya kurudilia mafundisho kila wakati, kusudi wale ambao waliamini wasikuwe perturbe, wasihangaike, wawe stable, wasimame katika ile imani ya Yesu Kristo na waendelee vile kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo alirudia katika hii miji kufanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, wasiache ile imani ambao walipokea. Wasimwache Yesu ambaye aliwaokoa msalabani. Wasimchanganye Yesu na mambo mengine. Wasijaribu, wasikubali kufungulia masikio walimu wengine. Sehemu nyingine Paulo anaambia Timotheo kwamba nilikuacha sehemu kusudi uweze kuwakataza watu wasikuje kuhubiri injili nyingine. Wasilete mafundisho mengine ya kigeni kuja kuharibu kondoo za Mungu ambazo tumezihubiri Kristo peke yake. Ndio maana mara nyingi utakuta Mkristo kama umesimama katika kweli, watu wengine hawatarizika. Watu wengine watakuja na watajifanya na watumishi wa Mungu, watajifanya wengine hata wana maono, wametumwa na Mungu. Watakuja kujaribu kukuharibu, kukuletea mambo mengine kusudi. Wivu wao ni nini? Ni kuona jinsi unasimama katika imani ya kweli, ndio wivu. Wivu wa shetani ni kuona jinsi watu wanasimama katika kweli, watu wamepokea kweli, wanaamini, kwa sababu Yesu anasema ukiamini kweli utawekwa huru, utafunguliwa. Hautakuwa chini ya utumwa wa shetani. Hautakuwa chini ya utumwa wa nguvu za giza, utakuwa huru. Ndio maana shetani anapiganisha kweli kila wakati. Hapendaki kweli iendelee kuhubiriwa. Malengo ya shetani ni kwamba kweli izimike na uongo ndio utawale. Anatumia manabii wa uongo ambao watakujia hata usiku, anakuambia nimeona leo usiku, nimeota Mungu ananiambia nikuje kwako. Anakuletea ujumbe. Wao nafikiri ni ujumbe utokao kwa Mungu, kumbe ni ujumbe utokao kupoteza, akutoe katika mapenzi ya Mungu. Huo ndio ujanja ambao shetani iko natumikisha leo. Paulo alienda kuwaonya wanafunzi ya kwamba wakae katika ile imani, na akawaambia tena jambo lingine hapa ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu
kwa njia ya ziki kubwa. Bwana sifiwe sana. Amen. Imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya mateso, kwa njia ya ziki kubwa. Maana wakati ambapo mtu anaamini Yesu Kristo, anaweza kupata mateso. Na yale mateso yanaweza kutuma shetani anakutumia mjumbe kukuambia, angalia sasa haya mateso uko unapata kwa sababu hausimami mzuri. Kuja nikufanyizia deliverance, kuja nikufanyizia hivi na hivi, una mikosi wewe, kuja nikuinamishe maji ya moto, kuja nikumwangie maji, kuja nikupake mafuta, kuja nikupakae chumvi, kuja nifanye hivi na hivi kusudi mikosi itoke. Bana kuletea mambo ya vile kutaka kuharibu imani yako. Unashindwa kujua kwamba pia mateso lazima yaweze kufika kwa Mkristo. Lakini Paulo aliambia watu ya kwamba imetupasa kupita katika ziki nyingi kwa kuingia katika ufalme wa Mungu. Ikiwa Yesu Kristo Bwana wote wakupata raha hapa ulimwenguni, wewe utapataje raha hapa ulimwenguni? Hii kidogo ambacho tuko nayo vile ni kumshukuru Mungu, wenzetu walipata mateso makubwa kuzidia haya. Biblia inasema ya kwamba hatujafanya vita mpaka kumwaga damu. Wenzetu walimwaga damu yao, walimwaga damu wa Kristo kwa sababu ilikuwa ni uamuzi. Waliamua kumfuata Yesu Kristo, walikuwa tayari kumwaga damu. Walikuwa tayari hata kwa kufa, wanauawa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo. Lakini sisi tuko na uhuru. Bwana sifiwe sana. Tunarudilia haya mafundisho ili kuwaimarisha watu wa Mungu. Mukae katika imani. Mukae katika hiyo imani, mudumu katika hii imani ambayo tuko tunawafundisha hapa. Ni imani ya kweli. Katika mafundisho ya juma jana, kuna mambo makubwa ambayo nilikuwa ninayagusia na kuyatafsiri vizuri, kuyaeleza katika maana yake halisi. Ni mambo ambayo tunayachangia na watu wengine ambao wanajiita Wakristo, nao wanasemaka vile. Nimegusia sana hapa, nilionyesha maana ya wokovu, kuokoka maana yake nini. Hii jambo la wokovu tunachangia hiyo na watu wengine nao wanasemaka wameokoka. Lakini tatizo lililopo ni hili, tunapoanza kufasiri vizuri kifaswaha kwa uhakika zaidi, wokovu maana yake nini, kuokoka ni nini, hapo ndipo panakuja tofauti kati yetu na watu wengine. Kwa maana mtu anapoelewa maana halisi ya wokovu, tendo lenyewe la kutoka katika utumwa, katika nguvu, katika mauti na kuingia katika uzima, na kuwa na imani ya kwamba mimi nisiko tena katika mauti, nimekuwa katika uzima. Hapo ndio piko tofauti yetu na watu wengine, kwa sababu wengine wanasema wameokoka lakini bado ngali katika mauti. Lakini sisi tunaamini ya kwamba tumepona mauti kwa sababu neno la Mungu linasema vile. Na hapo ndio panakuwa tofauti kati yetu sisi na watu wengine ambao wanajiita Wakristo. Mtu anaweza kuwa na jina la kuwa Mkristo, anaweza kujiita Mkristo, lakini yeye si Mkristo kweli. Kwa sababu Ukristo au kuwa Mkristo sio jina, lakini ni imani. Ni imani, ni maisha. Kwa hivyo kama nitajiita kuwa Mkristo na sina imani ya Kikristo, sina imani ya Kristo, mimi siko Mkristo. Na hapa ndio kwenye tunaonaka Mkristo na mwenye haiko Mkristo. Unaweza kujiita Mkristo lakini tunaangalia imani yako je, ni ya Kikristo? Imani ya Kikristo si kwenda kanisani, si kuwa mwimbaji, si kuwa mhubiri, si kuwa nani. Ni imani ambayo inasimama kwa sababu misingi ya imani ya Kikristo ni Kristo mwana pekee wa Mungu aliye hai. Hiyo ndio imani, hiyo ndio msingi. Ukristo unajengwa juu ya Kristo mwana pekee wa Mungu aliye hai. Kama mimi ni Mkristo kusema nimejengwa juu ya Kristo mwana pekee wa Mungu aliye hai, nyuma ya pale sioni kitu kingine. Vyote venye naweza kufanya na nitahakikisha nijue, je, niko katika Kristo mwana pekee wa Mungu aliye hai. Hapo ndo kwenye niko. Na kama patakuja mambo mengine ambayo hayaoneshi Kristo, siwezi kuamini yale mambo. Siwezi kuchangia ile mambo, siwezi kuruhusu hayo mambo yaingie katika maisha yangu, kwa sababu haya mambo hayatokani na Kristo. Ni kusema hivi sasa, mimi kama Mkristo, kila jambo mimi natakiwa kufanya, natakiwa kuangalia katika maandiko, je, Yesu alifanyaga hivi? Je, Yesu naye wanafunzi wake walifanyaga hivi? Je, mitume walikuwa wanafanya vitu kama hivi? Huo ndio Ukristo. Amen. Amen. Ndio imani ya Kikristo. Na kile chote ambacho nitakutana kwamba Yesu hakufanyaga na mimi sitakifanya. Na mtu wote yule ambaye nitaona anafanya vitu Yesu hakufanyaga, huyo mtu si Mkristo. Kwa
sababu Yesu mwenyewe alisema ya kwamba mtu asiyekuwa kinyume chetu yupo pamoja nasi. Ni kusema mtu ambaye hafanyi mwenyewe sisi tunafanyaga, huyo mtu haiko wa kwetu. Ndio maana uwe macho Mkristo. Nimesema hapa katika maombi nikasema ya kwamba upofu wa kiroho ni mbaya sana. Pahali pakuwa kipofu wa roho, kwa kipofu wa macho mara 10. Upofu wa roho ni mbaya zaidi. Ubaya wa upofu wa roho ni huu, kwa sababu utaona mtu yuko na macho unafikiri yuko naona, kumbe haoni. Usingizi wa kimwili na upofu wa mwili, utaona mtu anafunga macho, huyu haonaki, anafunga mmoja, mnajua kama haonaki. Na yeye mwenyewe anajijua kama haonaki juu ya nini? Amekuwa na ulemavu kwenye macho, haonaki. Lakini mtu kipofu wa roho ni mbaya zaidi, kwa sababu anaonesha kama anaona, kumbe haoni. Ndio shida yenyewe Mafarisayo walipata na Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana anza 41, Yohana sura ya 9:41. Sema pale tuangalie. Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu msingekuwa na dhambi. Lakini sasa mnasema tunaona, mko na macho, basi dhambi yenu, hapo ndo piko dhambi yenu inakaa. Hapo ndo piko dhambi yenu. Bwana asifiwe sana. Hapo ndo piko dhambi yenu. Kama mngelikuwa vipofu, basi tuone kama mko vipofu amuonaki, hamngekuwa na dhambi. Lakini shida yenu kwa sababu mnasema tuko na macho, na wakati huko mko vipofu, hapo ndo kwenye mko na, hapo ndo kwenye dhambi yenu iko. Hamkubali kama mko vipofu ili mponywe. Ili mimi Yesu niwaponye, hamkubali kama mko vipofu. Mnasema sisi tunaona, tunapata mko vipofu hamuoni. Mko na macho lakini hamuoni, mko na masikio lakini hamsikii. Upofu wa roho ni mbaya zaidi. Usingizi wa kiroho ni mbaya zaidi. Huyu kijana analala hapa, tunaona kama analala, lakini kama angelikuwa macho memory yake na sinzia, ilikuwa tungeona iko natusikia, kumbe hatusikii. Kama angelikuwa hivi lakini haiko hapa na moyo yake nasinzia, tungefikiri kunafuata mafundisho, kumbe hafati. Afadhali vile tunamuona analala, tunajua huyu tu hafati mafundisho, anajilalia yeye. Ukristo sio dini. Ukristo haiko dini. Amen. Dini ni njia ambayo watu wameiweka ya kumwendea Mungu kupitia matendo yao. Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wake wa 16 ya kwamba kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu. Ukristo haiko dini. Watu wengi ni Wakristo wa dini, hawako Wakristo wa imani. Ni Wakristo wa dini, sio Wakristo wa imani. Ukristo ni Mungu ndiye alishuka kuja kutafuta mwanadamu. Tofauti na dini. Dini mtu anajaribu kujitengeneza muendee Mungu kupitia matendo yake wakati haviwezekana, lakini Ukristo ni imani. Ni imani gani? Kwamba Mungu alizihirika katika mwili. Biblia inasema ya kwamba siri ya utauwa ni kubwa. Mungu alizihirika katika mwili. Mungu alivaa mwili, akaja hapa duniani, akaonekana na watu, akaaminiwa na mataifa, tukamwamini, tukampata, tukaokoka. Usikuwe Mkristo wa dini, uwe Mkristo wa imani. Usiwe kipofu wa roho, afadhali uwe kipofu wa mwili mara 10. Kipofu wa roho hawezi kupona, ni vigumu, kwa sababu anasemaka ninaona kumbe haoni. Mimi ni Mkristo na unaonyesha hauko Mkristo. Juu ungekuwa Mkristo haungefanya hivyo unafanya. Amen. Amina. Ukristo ni maisha, ni imani. Na hii imani inakupatia kuwa na kanuni za kuishi, kuwa na principles. Ukristo ni imani inakupatia kuwa na mwelekeo. Na mimi ninasimama hapa, mimi ni Mkristo, imani yangu ni juu ya Kristo, mwana pekee wa Mungu aliye hai. Kitu yote ile ambayo haitokani na Kristo mimi siko. Paulo anasema nafasi moja, aseme watu watujue hivi ya kwamba sisi tuko watumishi wa Kristo. Watu watujue. Watu wajue kama sisi tuko watumishi wa Kristo. Watu wajue kama tuko watumishi wa Kristo. Na watajua nini difference yenyewe itakuwa pale. Kusema mtu ameokoka ni jambo rahisi, lakini kuishi maisha ya wokovu ndio shida. Ni jambo rahisi kukutana na watu wanasema Yesu alikufa kwa msalaba kwa ajili ya dhambi zetu. Biko rahisi kukutana na watu wanasema vile. Lakini sasa unapoanza kuwaeleza maana ya Yesu kufa msalabani kwa ajili ya dhambi, hapo panakuja matatizo. Unakutana hawako yuko kabisa.
Ni rahisi mtu kusema mimi nimepata uzima wa milele, lakini ni vigumu mtu kuelewa wewe uzima wa milele maana yake nini. Na unapoanza kumweleza maana ya uzima wa milele, unamwelezea, tunarudilia vile vile uzima wa milele, utajikuta yeye hana uzima wa milele. Alikuwa anawazia kama iko na uzima wa milele, kumbe iko na uzima ambao hauko wa milele. Kutokana na mafundisho mapotovu ambayo yaliingia mumadini, yaliingia muulimwengu, ambayo yanafanana na mafundisho yetu, kumbe si ya kwetu. Yanafanana na mafundisho ya mitume, kumbe si mafundisho ya mitume, ni mafundisho ya uongo. Inatuma watu kuwa na wasiwasi ya kusimama imara katika imani ya kwamba tumeokoka, tumepona, tumepata uzima wa milele, Yesu alikufa kwa ajili yetu. Sisi tunaamini hivi. Amen. Imani ya kanisa yetu ni hii, na kila mwanamemba wa hili kanisa ataamini hivi. Tunaamini ya kwamba sisi ni wenye dhambi wa asili. Tumezaliwa katika hali ya dhambi. Baba yetu na mama zetu walizaliwa nao katika hali ya dhambi tangu shamba la Edeni. Na hiyo dhambi imeharibu dunia, imeleta mauti, imeleta matengano kati yetu na Mungu. Na wala hatuwezi kujiokoa sisi peke yetu. Hiyo ndio imani ya kanisa letu. Hatuwezi kujiokoa sisi peke yetu. Matendo yetu mazuri hayawezi kutuokoa. Ubatizo wetu wa maji hauwezi kutuokoa. Kutoa yetu sadaka haiwezi kutuokoa. Tunaamini hivi ya kwamba tunaokolewa kwa njia moja peke yake, kuamini kazi ya msalaba ambayo Yesu amefanya pale kwa ajili yetu. Hiyo ndio imetuokoa. Tunaamini hivi ya kwamba kuokoka maana yake ni kupona kifo. Tunaposema tumeokoka ni kusema hatuko tena wafu, tumekuwa wazima. Ndio maana tunasema tumepata uzima wa milele. Tunaamini hivi ya kwamba uzima wa milele ni zawadi ya bure ya Mungu, ambayo tunaipata tu kwa sababu tulimwamini Yesu Kristo. Tunaamini ya kwamba uzima wa milele maana yake ni uzima ambao hauna mwisho. Ndio maana ya uzima wa milele. Ni zawadi ambayo Mungu ametupatia kwa bure. Ndio maana tunasema tunakwenda mbinguni. Tunasema leo tunakwenda kwa sababu ndio tumaini ambalo tuko nalo. Tunaamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa pale kwa msalaba, alichukua dhambi zetu. Aliondoa dhambi zetu. Sisi tukawa hatuna tena dhambi. Yesu akajivika zile dhambi zetu, akasulubiwa kwa ajili yetu. Hiyo ndio imani yetu. Kuna vikundi vya watu ambao wanaweza kuwa wanasema wao ni Wakristo, tumeokoka, Yesu alikufa na mambo mengine na mengine, lakini unakutana ndani yao wana mtazamo tofauti na vile vile wao wanasema. Ni kusema ni ile wakati mtu anasemaga uzima wa milele lakini hajui maana yake ni nini. Ni kusema benye anajua ndio uzima wa milele, haiko ndio uzima wa milele. Benye anajua ndio wokovu, haiko ndio wokovu. Ni kusema kuna watu ambao kuna imani za kiakili, imani za mkinywa, lakini si imani za rohoni. Bila wenyewe biko wanasema haiko ndio biko bro, haiko ndio wanajua. Mwakili zao biko wrong, biko na signification zingine za bila wenyewe wanasema. Huu ni upofu. Haiko kila imani ndio imani nzuri. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania 11:6 inasema ya kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Nisema bila kuwa na imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na pia Biblia inasema hivi katika kitabu cha Yakobo 2:19 aseme mashetani nao wanaamini Mungu na wanatetemeka. Sasa nataka kuonyesha hivi ya kwamba Mungu anapendezwa na imani, lakini haiko kila imani ndio inampendeza Mungu. Kwa sababu mashetani wanaamini Mungu na wanatetemeka, lakini Mungu hapendezwi na imani ya mashetani. Washetani nao wanamwamini Mungu, lakini hiyo imani ya mashetani haiwaokoi. Kama unaweza kwenda kujiunga na mashetani katika kumwamini Mungu, unaweza nini? Yakobo sura yake ya 2 mstari wake wa 19, au Yakobo sura yake ya 2 mstari wa 19. Yakobo igice cha 2 ku murongo 19. Ndio vile wewe waamini ya kwamba Mungu ni mmoja. Bambi kungoja kwanza. Si Mungu ni mmoja? Ndio. Si tunaamini vile? Ndio. Watenda vema. Unafanya mzuri.
Mashetani nao waamini na wanaamini na kutetemeka. Wanaamini kwamba Mungu ni mmoja, unafanya vizuri. Mashetani nao wanaamini ya kwamba Mungu ni mmoja, na wao wanatetemeka. Je, Mungu anafurahishwa na hii imani ya mashetani? Hapana. Je, atawaokoa mashetani? Hapana. Ni kusema hii imani ya mashetani machukizo mbele za Mungu. Ndio maana haupasi kujiunga na mashetani wakati ambapo wanamwamini Mungu. Unakuta nafasi moja kundi la mashetani wako wanaamini Mungu, na wanajiunga mwile imani ya mashetani na wanamwamini Mungu kupitia imani ya mashetani. Siku Mungu atawahukumu wale katika ziwa la moto, kutupa na wewe. Eti tuko pamoja pale? Kundi la watu wenye mapepo wako wanamtumikia Mungu, wanamwimbia Mungu, wanasema wanamwamini Mungu, wanatetemeka mbele za Bwana, wanatetemeka. Na wewe unaenda, kwa sababu hawa watu wa mashetani wanatetemeka mbele za Bwana, na mimi nitaingia nijiunge pamoja nao katika kutetemeka mbele za Bwana. Mungu atawaadhibu na atakuadhibu na wewe pia. Amen. Hautakiwi kuamini Mungu kupitia imani ya mashetani. Hautakiwi kumuimbia Mungu kupitia nyimbo za mashetani. Hautakiwi kumwabudu Mungu pamoja na mashetani, hata kama wanaamini Mungu na kutetemeka. Ndio maana angalisho, shida ni upofu wa kiroho. Unajua, mila zetu zimetudanganya, kwa sababu mababu wetu waliabudu miungu mara mingi. Walifanya mambo ya uchawi, walifanya mambo ya ufumu. Ni kusema walishukiwa na roho chafu, na saa zile roho chafu ziliwashukia, tuliona wakifanya mambo, tuliona wakitetemeka. Basi Biblia inasema kama shetani na mwabudu Mungu anafanya nini? Anatetemeka. Shetani ni esprit, ni roho. Tuko pamoja? Biblia inasema anafanya nini? Ilisema kama sisi tunatetemekaga? Hapana. Wao waamini kama Mungu ni mmoja, wanafanya vizuri, lakini mashetani wao wanaamini na wanafanya nini? Wanatetemeka. Sasa shetani ni roho ambaye katika hali yake, mifano yake ni kutetemeka. Hiyo ndio mfano sisi tuko nayo. Tunawazia kama Roho Mtakatifu anakuwaka vile anatetemekaga. Hapo ndio tuko tunapotelea. Ni kusema kabla mtu hatuyaona kama ni roho, iko na Roho Mtakatifu. Sasa inabidi, basi shetani anajua watu ni vipofu, anashukia watu juu. Kama mtu angejua lile andiko, angeelewa huyu ni shetani. Amen. Kama mtu angejua lile andiko, angeona mtu iko anaimba manyimbo za Mungu kisha anaanza kutetemeka, angejua huyu ni shetani, haiko Mungu. Shida ni upofu wa kiroho, kutokujua neno la Mungu. Inatuma watu wanamwabudu Mungu pamoja na mashetani, wanafurahi, wanaipatia kurashi. Sasa iko natetemeka, watu wanapiga nyimbo za hatari, inasaidia kutetemeka zaidi. Kwa shetani anapata nguvu kwa makofi ya wewe Mkristo, anatetemeka zaidi. Na jambo la ajabu, unajincline. Roho wa Mungu, Roho wa Mungu unampatia kuvua, anageuka Mungu wako pale pale. Na kwa sababu amesha kujikamatia, atakutumia kila siku vile, hautafunguliwa pale. Ndio maana kanisa la Kristo lipo kwa ajili ya kuonyesha watu kweli, watu wafunguliwe. Amen. Amen. Wale ambao wanataka kufunguliwa, lakini kwa sababu kufunguliwa ni uamuzi wako. Biblia inasema kwamba ukiamua kukaa katika neno la Mungu, utakuwa mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Utaifahamu kweli na kweli utakufanya kuwa nini? Ni wakati unakubali kukaa katika neno la Mungu. Amen. Usipokubali hautafunguliwa. Niko na pointia kwamba hautakiwi kwenda kumwabudu Mungu pamoja na mashetani, hata kama yako na muabudu Mungu. Na alama za kujua mashetani tumeshasema hapo katika andiko. Kutetemeka, kubadilisha macho, kuwa na mbugu kutoa macho hivi, kufanya vitu, kujiangusha chini na vingine na vingine. Hizo ni alama za shetani. Amen. Amen. Niko nakupatia siri.
Basi yote pale kwenye kakutana mtu anasema amejazwa Roho Mtakatifu anaanguka chini. Shetani kama kuna nguvu za maombi mkemee atatoka. Amen. Mungu haangushaki mtu chini. Mungu anainuaga mtu kutoka chini kumuinua kutoka. Kazi yangu kama mtumishi wa Mungu ni kusema kweli yote. Kazi yako ni kuamini kweli yote au kuacha kuamini hiyo kweli yote ukaendelea kupotea zaidi. Hauwezi kuwa na imani ya kufurahisha watu wote, haiwezekani. Unajua Yesu alikuwa hapa dunia, Mafarisayo waliwazia kama ni mwenzao, ni ndugu yao. Bakawazia kama atawasupport kwenye walikuwa wanafanya wiko kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini Yesu alikuja kutokea adui mkuu wa Mafarisayo. Mpaka Yesu akasema hata huyu mtu ilifoto asulubiwe, atoke. Anatusumbua. Mwalimu mmoja wa Biblia alisema ya kwamba damu ya Wakristo ni mbolea ya kanisa. Amen. Sasa walianza kuua Wakristo, waliwazia kama Ukristo utaisha, imani ya Yesu itaisha. Lakini kinyume na hiyo ndio inainuka na kuwa mingi zaidi. Amen. Baikona tuko mchungaji mnasema kweli watakutafutia mbili utoke uache kusema ile kweli juu wapoteze watu. Lakini leo mtu anakufa, mwingine kesho Mungu anamsimamisha sehemu fulani. Anasema ile kweli.